Unaitwa nani? Naitwa Ana. Bana Ana, sasa tunaelekea Pasaka, zibakia siku mbili au moja hivi tuzungumzie. Wewe umepanga kutoka kwenda sehemu gani? Kiwanja ambacho una uhakika nacho kwenye vitu mbalimbali. Milan Lounge. Kwa nini? Sababu ni sehemu yenye vibe. Sasa Pasaka hii hapa tuna guesting DJ anaitwa The DJ anakuja. Una nini cha kuambia wadada wenzio, mashoga wenzio, lakini pia na watu wenzio ambao unajua wako karibu na wewe? Wasipange kukosa siku ya Pasaka kwa sababu itakuwa ni siku nzuri sana, ta enjoy. Hivyo. Lakini taarifa ulikuwa umeshapata? Taarifa nilikuwa nayo. Nani alikwambia? Au ulipata vipi? Kupitia wadau. Alika na wengine. Pika wadada wenzangu wanaopenda bata na wasiopenda bata wote wahudhurie, kwa sababu wakihudhuria sidhani kama watapanga kukosa Milan Lounge. Na mkaribisha pia rafiki yangu Diana, utakuja? Lazima nije. Utakuja mwenyewe, utakuja na nani? Utakuja na mbaba. Baba lazima wewe. Lazima wewe. Ni baba mmoja au wawili? Ni mmoja tu. So zungumza na wadada wenzio basi ambao pia wanakusikiliza. Si hataki tumjue ni nani. Wadada wenzangu nawakaribisha Milan Lounge. Mtazamaji, kitabu bado kinaendelea kuongea kuhusiana na swala zima la Pasaka, mtoko wa Pasaka. Taarifa kama unayo ni sahihi, lakini pia kama hauna, tuendelea kupata taarifa uweze kufahamu vitu vingi sana. Tuko na washikaji wanazidi kufunga vitu vingi sana. Panapo watu ndio kuna taarifa nyingi. Ni aje mzee? Safi baba. Mzee, wanakufahamu kwa jina gani? Sawa babu. Zao babu. Naam, Zao babu ni. Chari kutoka sehemu gani? Baba hapa Patalini. Kitaa gani? Huyo ni. Bana, umepata taarifa yote ya mtoko wa Pasaka? Ya kweli kulingana na mtaa unaposema, siku inaonekana itakuwa ni vibe sana. Kwa sababu naamini Tarime kiwanja ni sehemu moja. Hapo ni Milani, na kwa taarifa tushapewa mambo ni ya moto, kwa siku itakuwa baba ni kuvaibika. So unaambiaje washikaji wana wanaokuangalia pia totos pia ambao wanakutazama muda huu hapa? Sasa mimi kitu ambacho naweza nikamwambia ni kitu kimoja tu, kwamba bana Pasaka zinakuja mara moja na mwingi watu wako busy sana. Kwa hiyo sasa inapokuwa inatokea siku moja kama hii, inakuwa inapendeza sana watu waende pia na wenyewe. Kwa mimi nawaambia wana na wenyewe waambie wana wao, baba tukutane Milani. Utofauti wa Milani na sehemu zingine ambazo ni sehemu X ni upi? Sasa kwanza Milani ni sehemu ambayo kwangu mimi ninavyoweza kuidefine kwamba kwanza ni sehemu ambayo kwanza kuna uhuru kubwa sana. Nikisema uhuru maana kwamba bana mimi nimekaa kwenye meza yangu, siamini kama kuna mtu atakuja kunichokoza katika meza yangu. Na gani zile? Azile hazipo, kwa sababu pia ulinzi ni mkubwa sana. Ukiangalia pia mazingira yako Mbuya, babu, ukiangalia vibe la DJ Ndusu. The DJ mwenyewe ndio anadondoka. Baba, hiyo ni hatari. Kidogo namjua yule jamaa. Baba, ile ni shida. Yule dogo wake Diamond ile ni noma. Kweli. Sawa, neno lako la mwisho? Okay, neno langu la mwisho tu ni kwamba naomba watu wote hasa katika wilaya yetu ya Tarime, kwa kuwa ndo naweza burudani inazidi kukua, burudani inazidi kuchukua nafasi yake Tarime. Kwa hiyo inamaanisha kwamba na sisi sio wazembe. Kwa baba, mimi naambia wenzangu wote kwamba baba, tarehe 20 sehemu ni moja tu na mtoko ni sehemu moja ambapo ni Milan Lounge. Imeisha hiyo. Tanzania wali wa kawaida, mimi niko hapa kusanua kama nilivyo msanuaji. Leo nimekutana na watu vijana ambao ni walabata kinoma noma. Nataka nijue kama wana info ya show nzima ya The DJ mdogo wake na Diamond Platnumz ndani ya Milan Lounge. Mambo ni aje mzee? Safi, kwema. Kwema kabisa. Ngoja nikusikie, mambo vipi? Safi. Uko fresh? Niko fresh. Unaitwa nani mzee? Mimi naitwa Mashoto. Mashoto. Mashoto bana, wewe ni mkazi wa Tarime sio? Pasaka inakuja bana. Mimi nataka nije kusanua hapa. Umejipanga vipi? Kikubwa uzima tu. Kujipanga tushajipanga, tunaomba uzima. Mtoko vipi? Mtoko uko safi. Na mtoko wangu mimi wa Pasaka nimekuja kualika, tutakuwa na DJ mkali Dar es Salaam mpaka Milan Lounge. Umejipanga kutoka au utaenda kiwanja kingine? Nimejipanga kutoka, lakini kikubwa ni uzima. Kwa mzima nitatoka. Utaingia Milan Lounge. Unaambiaje watu kuhusiana na show ya The DJ? Waje kwa wingi. Ni sehemu salama, sehemu nzuri. Kubwa uzima, waje. Nikushukuru sana mzee. Asante. Tuko bado kitaa kufahamu vitu vingi kuhusiana na siku ya Pasaka. By the way, kama unavyofahamu, vibe ni moja, sehemu ni moja, Milan Lounge. The DJ anadondoka. Nataka nipite mtaani kujua comment za watu na mitoko ya watu itakuwa imesimama vipi. Wameitikia au hawajaitikia? Ni aje mzee? Safi. Jina lako nani? Mimi naitwa Idi Hussein, jina maarufu Idi Amin. Kwa nini Idi Amin?
Jina ni nickname. Nasikia vijana tunaoana si kwa sisi. Hizo kwa tabia walizonazo wao wataendelea wao, lakini sisi kama wanaume lijali tutaendelea kusimama pale katika wanaume wetu. Sawa, wewe mwanaume lijali, Pasaka yako umejipanga vipi? Wewe kama wewe mtoko wako, kuna taarifa yote umeipata au wewe utaenda kutulia sehemu gani? Bata liko pale make taarifa nzima, yani mji mzima utazizima pale Milan Lounge. Kwa tutakuwepo pale kusapoti kazi ya mtoto wetu nyumbani. Amekuwa ni changizo kubwa kuhusiana na ajira kwa vijana wa nyumbani. Kwa tutakwenda kusupport sana kwa mtoto wetu nyumbani pale Milan Lounge. Nawakaribisheni vijana wenzangu wote wa mjini, tujae kutoka Nyamongo, Sirari, Musoma, wote tuje kushow bata la kibabe pale ndani ya Milan Lounge. Hebu toa mwaliko kwa washikaji zako watano, ukiwataja majina na kuhakikisha washikaji wako watano wa nguvu. Mimi ni washikaji zangu by the way, lakini nitoe mwaliko kwa mshikaji wangu Dani MBC Media, mshikaji wangu mwingine anao washikaji wengi, so wengine siwezi kuwataja. Unawaambia mimi nawaambia tu waje kushow love, kushow bata la upendo pale Milan Lounge. Kwa tutakuwa pale na DJ RJ the DJ, so wakaribia sana. Tunaondoka na shemeji mmoja au wawili? Watatu. Sawa, hiyo ni comment yake. Bado tutaendelea kusikiliza comment za watu wengi sana kuhusiana na siku ya tarehe 20 Jumapili ya Pasaka. Mtazamaji, bado tuko kitaa, tunaendelea kuzungumza na wana na kusanuana vitu vingi sana ambavyo vinaendelea ndani ya Tarime. Tuko na mshikaji hapa. Mzee unaitwa nani? Frankie kutoka sehemu gani? Unatokea Itebe Nkende. Sawa bana. Pasaka nafikiri unafahamu imebakia siku chache. Umejipanga vipi kwenye mtoko? Kama kawa kila siku tu kupendeza. Bana, siku ya Jumapili ambayo ni Pasaka Milan Lounge kutoka hapo na Al the DJ. Hii wewe utatokea au iko vipi? Hiyo lazima iwe makini nyumbani. Etu wauni lazima tutende. Hebu zungumza na wauni sasa. Mimi nachoweka mashaji ni kwamba starehe ipo, kufa tunawishi. Kwani si enjoy wakati upo hai. Kwani semetu ya maisha sisi. Kila siku tu ni sherehe. Pasaka hivi ya kwa hamu sana. Nimekuta unapiga starehe moja, hebu uonyeshe tu kidogo ili kwamba ili moja ya starehe ambayo tuko nayo sisi watoto wa mjini, si ndio hivyo Hivi anakunywa pombe. Taki anapigwa maraya, mimi nachoma chiga. Ataki anapigwa? Pigwa maraya, sio vipi nachoma chiga. Ili nikielewa. Bwana wakaribisha wauni. Mimi nawapa 20 hapo na kamera nilongo. Noma sana. Kwa hii hapa. Asante sana. Mtazamaji, tuko kitaani bado tumekutana na Dogo Janja. Dogo Janja, mimi na maswali machache ya kumuuliza. Kidogo mtu akikwambia, unaitwa nani kwanza? Kevin nani? Kevin Boni. Unakaa kitaa gani hapa Tarime? Tamtoi Ganana hapa. Ganana. Kidogo nikikwambia kwamba uielezee au uipe sifa Milan Lounge 3, unaipa maua gani? Milan Lounge ni ile ni sehemu ambayo kwanza inasheheni watu. Yani aturari pale. Yani kitaa ukipita kitaa usiku. Yani vibe tosha. Vibe. Kwanza tokana tuna ma DJ kama makali sawa tu aturari. Sasa Pasaka hii hapa, umeshapata taarifa kuna nini? Tokana nilikuwa nimeenda Mwanza kidogo, nimerudi lakini kutokana na organization imetumia SMS hapa. Ndio. Milan Lounge. Kuna nini? Tutakuwa na ma DJs wakali. Tutakuwa na vibe. Ndugu yake na Diamond anakuja, Al the DJ. Anakuja kusimamia mchongo mzima wa burudani. Hii kwako unaipokea vipi na unawaambiaje watu? Mimi kwangu naipokea vizuri kwa sababu kwa hapa Milan Lounge kwa mtu kama huyo kutoa vibe inafanya sisi kama vijana tunahamasika na tunaenda kupiga mwitikio huo. So zungumza na vijana kwenye kamera ualike. Mi kama Kevin nawaalika vijana wote wa Tarime sawa na michezo wenzangu tukaliwashe vibe Milan Lounge siku ya Pasaka. Yes.
Sawa, nikushukuru sana. Sawa.